wizi utokanao na ndoa za kuzimu ndio kitu ambacho nataka nifundishe. Njia nyingine ambayo shetani anaitumia ili kuibia watu vitu vyao ambavyo walitoka navyo mbinguni ni kupitia kwa kuwaletea wachumba wanaotoka kuzimu waingie nao kwenye ndoa. Wanadamu wengi leo hii ambao wameibiwa vitu vyao, waliimbiwa wakati ule waliingia katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maandiko yanasema ya kwamba watu wawili wakiungana watakuwa kitu kimoja. Kwa hivyo watu wawili wakiungana wakiwa kitu kimoja, inakuanga ni rahisi kufanyia kitu kinaitwa spiritual exchange. Na hii spiritual exchange inaweza ikatokea kwa vitu vizuri ama vitu vibaya. Ile tabia ya huyu binti na huyu kijana wanakuja wana exchange. Ile laana ambayo inatokea kwa huyu binti na inatokea kwa huyu kijana inakuja wana exchange kupitia kwa damu, maana wakioana wanakuwa kitu kimoja. Kwa hivyo baada ya kuwa watu wameoana, spiritual exchange ama physical exchange inakuanga ni rahisi sana kufanyika. Nataka nisome mistari miwili ndio unielewe zaidi. Kwenye kile kitabu cha Mithali mlango wa 31 na mstari wa kwanza, maandiko yanasema anasema kwamba usiwape wanawake nguvu zako. Huyu ni mama anatoa ushauri kwa kijana wake ambaye anafaa kuwa mfalme. Anamwambia, wewe kijana wangu, usiwape wanawake nguvu zako. Kwa hivyo ina maana kwamba kumbe wanawake wakati ule ambapo mnakuwa kitu kimoja, ni rahisi sana ukawapea nguvu zako. Sasa tunapoongelea kuhusiana nguvu, tunaongelea kuhusiana na uwezesho, kile ambacho Mungu alikupea ili kukuwezeshe kuishi hapa duniani na kufanikiwa. Ule uwezesho ambao Mungu ametia ndani yako kwa ajili ya mafanikio. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Luka mlango wa 9 na mstari wa kwanza, maandiko yanasema kwamba Yesu akawaita wale thenashara, akawapa nguvu na mamlaka. Kabla Yesu hajawatuma wale thenashara ama hajawatuma mitume wake, alihakisha number 1 amewapea nguvu na mamlaka kwa ajili ya kile ambacho walikuwa anaenda kukifanya, ili kwamba wakitawale, lakini pia wawe na nguvu ya kukifanyia kazi. Akawapea uwezesho. Sasa huu uwezesho ambao Mungu anakutoanga nao mbinguni ama unaupata kwa Roho Mtakatifu baada ya kuwa umeokoka, huo uwezesho ama hiyo nguvu ndio shetani anaiwinda sana, ili kwamba aichukue na ukuwe mtu wa kawaida. Na mara nyingi shetani anaichukua baada ya kuwa atakuingiza kwenye ndoa na binti ama mwanaume ambaye ametokea kuzimu. Hawezi ukajua, maana watakuwa ni wanadamu wa kawaida tu. Nimesema kwamba malaika anaweza akabadilika, akaja akawa kama mwanadamu, ukaingia naye kwenye mahusiano. Sasa akiwa ni level worshiper, akiwa ni Freemason na akiwa ametokea kuzimu, muingie naye kwenye mahusiano, unadhani nini kitatokea? Ina maana kwamba ile nguvu ama uwezesho ambao mwanaume alitoka nao mbinguni ama amepewa na Roho Mtakatifu, ni bila shaka utaibiwa, utachukuliwa. Ndio maana kwenye kitabu kile cha Mithali 31 na mstari wa kwanza, huyu ni mama anamwandifaish mtoto wake ambaye ni wa kiume. Anamwambia, usiwape wanawake nguvu zako, usiwape ule uwezesho ambao Mungu amekupa wa kuwa mfalme kwenye field yako. Tunapoongelea kuhusiana na nguvu, tunaongelea kuhusiana na nguvu ya kukufanya kuwa mfalme na kiongozi katika kile unakifanyanga. Inawezekana ni biashara unaifanyanga, inawezekana kuna kazi unaifanyanga, inawezekana kuna kipao uko nacho. Ile nafasi tu ambao umeimiliki ama kile Mungu alikuleta kufanya hapa duniani, wewe ni mfalme katika hicho kitu. Lakini shetani anaweza akaja akakuibia ile nguvu na ule uwezo wa kutawala hicho kitu. Ndio maana wakati ule Adamu na Hawa wakiwa katika bustani ya Edeni, mwanamke alipodanganywa na nyoka akampea mume wake tunda wakala, kile kilifanyika ni kwamba Adamu siku ile aliibiwa ile mamlaka ambayo alikuwa amepewa na Mungu ya kutawala ndege wa angani, samaki wa baharini na kila kiumbe kitambaacho katika nchi. Ukiangalia kwenye kile kitabu cha Mwanzo, nadhani itakuwa ni kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza na mstari wa 23,
Mungu anasema na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe kitambaacho katika nchi. Adamu alikuwa amepewa uwezo wa kutawala katika anga, kutawala katika maji, kutawala katika nchi, lakini ule uwezo na ile mamlaka ikaja ikaibiwa kupitia kwa mwanamke. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Mithali 31 na mstari wa kwanza, huyu mama anamwadvise kijana wake, anamwambia kwamba usiwape wanawake nguvu zako, usiwape ile mamlaka. Maana ukiwapa hizo nguvu zako, ukiwapa ile mamlaka ya kufanya biashara, ukawa umetawala kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwenye kazi yako, kwenye kile kipawa chako ambacho uko nacho cha kufundisha neno, ni bila shaka hautakuwa mtawala, hautakuwa na mamlaka ya kutawala kwenye field yako, lakini mwingine atatawala, yule ambaye atakuwa amekuibia. Sijui kama unanielewa. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Mhubiri mlango wa 10 na mstari wa 7, maandiko yanasema kwamba waliokuwa watumwa, Mhubiri ama Solomoni anawaona kwamba wanapanda farashi, na waliofaa kuwa wanapanda farashi sasa wanatembea kwa miguu. Hii exchange ilitokea wapi? Ya kwamba mtu ambaye alifaa kuwa mtumwa kabisa, unakutana naye ndiye kiongozi anaheshimiwa, lakini yule mtu ambaye alifaa kuwa anatembea kwa miguu sasa, yani exchange ikatokea pale. Ilitokea kwa namna gani? Njia moja ambayo inafanyanga watu waibiwe vitu vyao ambao Mungu aliwapea wakitoka mbinguni, ni pale ambapo wanahusika kwenye mahusiano ama kwenye mapenzi na ndoa za kuzimu. Sijui kama anaeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamwambia hivi, usiwape wanawake nguvu zako, haswa wale waharibio wafalme. Tunapoongelea kuhusiana na wale wanawake wanaharibu wafalme, tunaongelea kuhusiana na mwanamke wa kuzimu, tunaongelea kuhusiana na mchawi, tunaongelea kuhusiana na devil worship ambaye amekuja muingie naye kwenye mahusiano ama kwenye ndoa, lakini yeye anajua kwamba hajakuja pale kwa sababu ya ndoa, amekuja pale kwa sababu ya kukuimbia, amekuja pale kwa sababu ya assignment ya shetani ambayo imeandikwa kwenye kitabu cha Yohana 10 na mstari wa 10. Sema kwamba mwivi aji ila kuiba. Amekuja yeye mwenyewe kuiba. Lakini wewe mwenyewe unaona ni mchumba mzuri tu, unaona kwamba huyu ni mtu ambaye ni mzuri, unafaa kuingia kwenye mahusiano, kumbe amekuja ili akuibie. Maandiko sema kwamba usiwape wanawake nguvu zako, haswa wale waharibio wafalme. Hapa ametofautisha, amesema kwamba kuna wale ambao watakuja muingie nao kwenye mahusiano, lakini hawataiba nguvu zako, lakini kuna wale ambao watakuja ili kukuharibu usije ukawa mfalme. Kila mwanamke, kila mwanaume ambaye unakutana naye kwenye mahusiano ama kwenye ndoa, wengi wao wanakujanga wakiwa wako na assignment ambao wametumwa aidha na shetani ama na Mungu kwako ili kuitekeleza. Kama vile Mungu anaweza akakutumia mtu ili akuje kukufanikisha, shetani naye anaweza akatuma mtu kutoka kuzimu ili kwamba akuje kukuibia. Kuna watu wametuma kwenye maisha yako ili kuja kukosesha, ili kukuibia vitu vyako. Ndio maana maisha yamebadilikana hapa kwenye kitabu cha Mhubiri 10 na mstari wa 7. Solomoni anasema kuna baa nimeiona chini ya jua, watu waliofaa kuwa wafalme, waliofaa kuwa wanapanda farasi wanatembea kwa miguu, lakini wale waliofaa kuwa wanatembea kwa miguu wanatembea kwa farasi. Kumbe waliibiwa vitu wakabakia kuwa ni dembe tupu, watu wa kawaida, watu waliofaa kuwa watu wakubwa, waliofaa kuwa na biashara kubwa, waliofaa kuwa walimu wa neno wakubwa, waliofaa kuwa wanafanya mambo makubwa ya mafanikio. Walipoingia kwenye mahusiano, spiritual exchange ikatokea. Ndio maana maandiko kwenye hicho kitabu cha Mithali 31 na mstari wa 3, maandiko yanasema usiwape. Ina maana haulazimishi kama mwanaume kumpa huyu mwanamke nguvu zako. Hakuna mtu anayekulazimisha. Ni mahusiano tu, unampenda, mnaingia naye kwenye mahusiano, unapata kwamba mnajamiana, mnafanya sex, ikifanyika hivyo hivyo kwa sababu yeye ni mwizi. Unajipata kwamba ukitoka pale, zile vitu ulikuwa unazifanya kwa urahisi, ulikuwa unafanya biashara kwa urahisi, unafanikiwa, ulikuwa unafanya
unakimbia, wewe ulikuwa ni mtu wa kukimbia, unashinda, lakini unajipata kwamba ukimbii tena, unapata ajali. Ulikuwa wewe ni mtu uko na kipawa cha kufundisha neno, lakini ukisimama madhabahuni unasikia kuchoka tu, unasikia ni kama utaki tena, kwa sababu uliibiwa hicho kitu, uozesho.